Tumeongea sana kuhusu muktadha, na wote tunajua kwamba muktadha unabadilika. Tumeanza nadhani kuna wengine wametupeleka zaidi mpaka 75, 85, tumekuja mpaka 95 na sasa tunaongelea 2025. Kwa kuangalia muktadha wetu jinsi ulivyo na mabadiliko ambayo yameshatokea mpaka sasa hivi, Dada D, nikianza na wewe katika kuangalia tunaendaje, unaweza ukatuambiaje kwa sentensi fupi chache kwamba kwa kuangalia muktadha wetu na ambayo tumeshajadili leo tangu asubuhi kwenye mabadiliko ambayo tayari yameshatokea, unadhani kwamba tunatokaje ili tuweze kuelekea miaka 30 ijayo tuwe tunaongelea hadithi tofauti? Kwa sababu bado kuna mambo mengi hayajabadilika. Bado tuna kundi kubwa la wanawake ni maskini, tumesikia hapo takwimu asubuhi. Tuna kundi kubwa la wanawake ambao ni sehemu ya wakulima zaidi ya 65%, lakini pia ndio wanaongoza kwa umaskini. Bado tuna vitendo vya ukatili wa kijinsia bado ni vikubwa. Bado tuna vifo vya uzazi kwa kina mama, bado namba ni kubwa. Pamoja na kwamba inaonekana tumeshuka mpaka 104, lakini namba bado ni kubwa. Kwa kuangalia muktadha tulionao, unadhani ni nini ambacho tunahitaji kufanya kama wafeminia ili tuweze kutoka tulipo na tuweze kuleta matokeo chanya? Karibu Dada D. Asante sana Mary. Habari za jioni. Tumesikia tangu asubuhi alipofungua Dada Penina kwamba muktadha huu unanyumbuka na unabadilika. Lakini vile vile tumesikia na tumeshuhudia kwamba tuko katika zama ya historia ambapo fungate ya mfumo dume na uliberali mamboleo na mifumo mingine kandamizi vimekubuhu. Na katika kukubuhu huku ni tofauti sana na nyakati miaka tusiseme 30, tuseme 50 tangu Mexico. Kwa sababu imekuwa nusu karne. Bado serikali zote za ulimwengu chini ya mwamvuli wa UN wamekuwa wameweka masuala ya wanawake katika jukwaa. Lakini pamoja na kufanya hivyo, nusu karne hii bado tunaongelea masuala yale yale tuliokuwa tunaongelea nyuma. Na tumaini kwa sababu itikadi ya ufeminia si mara zote tumefanya kazi ya kutosha kuelewa nani alisema kwamba kuwa na ujasiri wa kuchimbua mizizi. Na pia hatujawahi au tumewahi lakini hatuja wazi katika ajenda yetu ya kutosha kusema tunataka kupindua meza. Kwa hiyo tuko kwenye mkondo wa pembeni, kwenye kichochoro. Tunatembea kwenye vichochoro. Hatujataka kuingia kwenye mkondo mkuu. Barabara kuu tunaiacha bado inatembea huko. Sisi tuko kwenye uchochoro, na uchochoroni hata siku moja huwezi kupindua meza. Nadhani tunachotaka kulinda katika miaka 30 ijao ni kwamba tuna ujasiri wa kutosha kusema imefika wakati tunataka kupindua meza. Lakini utapinduaje meza? Utapindua meza kwanza lazima kutafakari kwa kina. Kwani ile swali alilouliza Rose hivi sasa na katika concept note yetu ipo. Kwani sisi ni nani? Tunafanya nini kwa nani na kwa maslahi ya nani? Na endapo huu bepari uchwara ulioko vichwani na mioyoni mwetu, baadhi yetu tukidhani tunapigania masuala ya walio wengi waliowekwa pembezoni, wakati huo hatujahoji upendeleo wetu hatujahoji nafasi zetu zilizo bora kuliko, na hatujahoji nani anatawala ajenda na nani anaielekeza ajenda. Na je, yeye hushika hatamu au hatamu zimeshikwa na wengine? Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuleta mapinduzi ya mtu mwingine. Mtu amlie kivaa kiatu ndiye kinayembana, ndiye atakayeamua nitakivua. Hatuwezi ukasema kwamba tumvue kiatu, tumtue mwanamke ndoo. Utamtuaje mwanamke ndoo? Mwanamke anatua ndoo. Na mwanamke akitua ndoo haitarudi kichwani mwake.
Kwa hiyo hapo tutakapotambua kwamba mapinduzi haya yana wenyewe, na solidarity si maana ya kumsemea mtu mwingine isipokuwa kuwa pamoja naye. Nadhani hiki ni kitu muhimu sana. Lakini vile vile cha mwisho katika muktadha nafikiri ni kufahamu kwamba nguvu hizi ni za kidunia. Nguvu hizi za uliberali mamboleo na unavyofungamana na viitikadi vingine vidogo vidogo vinavyotutenganisha na vinavyovunja nguvu za umma unaotaka mabadiliko, ni mapambano makubwa ya dunia yenye rasilimali nyingi. Rasilimali nyingi kuu ikiwa ni fikra, simulizi, maarifa, taarifa na teknolojia. Vyote hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa kuvimiliki. Kama hatujaweza kuvimiliki na kuvitumia kupenyeza ajenda yetu, na tumaini hiyo tunasema mustakabali tunaoutaka na tunaotazamia, nadhani bado utakuwa katika dhahania. Kwa masuala ya muktadha ni hayo tu, Mary. Asante sana dada Lee. Sasa ningeomba niende kwa dada Maria kwa jina. Maria, akina dada Dimere, akina dada Penina, akina dada Ruth, akina dada Mary, wadada wote huku ndani wanaweza wakajipiga vifua wakasema tulifanya kazi yetu. Sasa mkimwaga maji ni juu yenu. Sisi ndo tumeshikilia hayo maji. Na vimeongelewa vitu vingi sana hapa tangu asubuhi. Unadhani kama watu ambao sasa mzigo uko mabegani kwetu, kwa sababu kumbuka tuna hawa wadada wa juu watasema tumefanya tulichotakiwa kufanya, kuna hawa wadada chini yetu ambao wanasema tunawatizama tuone mnaelekea wapi. Unadhani kwa hali ilivyo sasa hivi ni nini ambacho tunatokaje hapa tulipo? Tunatokaje? Karibu dada. Cha kwanza ambacho ninaweza kusema ni kwamba mtu mmoja mmoja, sisi kama kwenye rika yetu tunapoendelea kujitafakari, lakini pia tunapopokea hekima na maarifa kutoka kwa dada zetu waliopita, inatupa uwezo wa kuendelea kuona njia iliyoandaliwa. Amesema miaka 50, 30 leo tunaishuhudia, lakini njia iliyoandaliwa haikuwa njia nyepesi. Ilikuwa njia yenye utelezi, yenye magugu, yenye visiki, lakini sisi tukafika kwenye njia ambayo sasa tunaweza kutembea. Nakumbuka kulikuwa na jirani yetu alichaguliwa wakati wa Beijing, walirudi wanapiga honi pe 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 pe, nachungulia dirishani sielewi hata ni nini, lakini kwa ile tamaa ya kutaka kujua nikaenda nikamuuliza kwa nini wanapiga honi. Akasema nimetoka Beijing. Okay, whatever, she's coming from Beijing, lakini nilikuwa sijui ni kitu gani. Lakini ile sasa nadhani ile kukua na maswali na kuhoji, kutaka kufahamu, imeweza kutuonyesha njia ya kwamba kumbe na mimi nina kitu ndani yangu ambacho si mimi, kuna wengine wananiangalia. Lakini kwa wadogo zetu ambao wanatutazama sisi, kuna vitu vingi sana ameviongelea dada. Teknolojia, fikra, dhana, yote haya kuna hiyo tofauti yetu kubwa sana. Angalau ninaweza kusema, si kwa kujivunia sana, hatuko mbali sana na dada zetu ambao walipita, lakini tuko kwenye kipindi ambacho lazima tujue na kufahamu kama matapo, na ameongelea dada Rozi vizuri sana, tunajichambua na tunajinyambua kwa kiasi gani. Mimi ninaelewa vipi tapo la vijana na kazi zao wanazozifanya, na inahusiana vipi na inapofika kwenye utetezi wa mwanamke katika haki za binadamu mfano, na inahusiana vipi kwenye utetezi wa mwanamke anayepata dhahama za mabadiliko ya tabia nchi mfano, inahusiana vipi na utetezi wa mwanamke inapofika pale kwenye unyanyasaji wa kijinsia na ngono. Haya matapo yanaongea lugha gani, na tunapata nafasi gani kuleta hizi nguvu zetu kwa pamoja, na kwa wakati upi, na kwa lugha ipi, na kwa misimamo ipi? Kwa sababu kama ambavyo tunavyofahamu kwamba hizi si fikra za sisi tu kama Watanzania, ni Afrika Mashariki, Afrika Magharibi, dunia nzima. Lakini pia tunafahamu kabisa sasa hivi mazungumzo yote ambayo yanafikirika kuhusiana na wanawake kwa ujumla, ufeminia kabisa, si mazungumzo ambayo yanavutia masikioni kwa wale ambao wao wanaamini kwamba wana maamuzi. Lakini mpaka itakapofika na tukapotambua kwamba, na tukajiaminisha na tukaamini, nguvu iko kwetu. Lakini nguvu iliyoko kwetu sio nguvu ya mtu mmoja. Mimi nitasema kwamba nisingeweza kukaa hapa leo na kuzungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi endapo nisingeambiwa kwamba unajua
umefanya hiki kitu lakini unahitaji nguvu. Ameongelea dada aliyopita, nimemsahau jina lake, kwamba sura nyingine inapokuja mbele yako na kukwambia unachokifanya ni kizuri, lakini kuna hii njia sahihi ya kupita. Uko tayari kusikia? Na unaposikia unatambua pia mapungufu yako yatakuwa ni yapi, na unapotambua mapungufu yako unayapokea na kuyafanyia kazi kwa mtazamo gani? Je, vijana wapo katika sehemu ya nguvu yako? Je, watu wazima wapo sehemu katika nguvu yako? Lakini je, mifumo kandamizi inavunjwaje na kwa mikakati gani? Mimi kuna sehemu sipeleki sura yangu kwa sababu najua sitaweza kuvumilia kitakachoongelewa, lakini ninajua akienda fulani katika hili tapo letu atakuwa na lugha ya asali ambayo itaweza kueleweka. Akienda fulani kwa utu uzima wake, watamsikiliza kwa hekima na busara yake. Kwa ninachoweza kusema kwamba hapa tulipo sisi tumeshajengiwa msingi ambao ni imara sana. Tunaubebaje huu msingi kuunganisha nguvu na ambao wako nyuma yetu? Kwa sababu kama wanavyosema tuko hapa katikati, yani kama stuli, miguu ikikatika historia imeisha. Lakini tusipochukua cha juu na kutembea nacho, tutaondoka pia kama tupo madebe tupu, hatuna cha kuchukua. Kwa lazima tuweze kuunganisha walio juu, walio chini, lakini kwa lugha ambayo tunaiongea pamoja. Na ikiwemo nadhani cha msingi sana taarifa. Sijui kama ni sisi tu wa Tanzania, lakini mimi napenda Women Fund wanavyofanya. Ukipata nafasi ya kuwa kwenye matapo yao, taarifa zipo nyingi sana. Je, taarifa zetu tunazishusha vipi chini kabisa kwenye nguvu kubwa sana ya Mtanzania mwanamke ambaye kuna mazungumzo tunayoyaongea tunahisi hawayafahamu? Hapana, hawafahamu lugha tunayoitumia. Je, tunawapataje wale wenzetu kutembea kwenye barabara aliyoisema dada, ambayo ni barabara kuu kwenda kuchukua cha kwetu? Hatukidai kwenda kuchukua cha kwetu kwa sababu wakati umefika. Asante sana, asante sana dada Maria. Sasa nije kwa dada mdogo Sylvia. Kati ya nyenzo kuu ya ufeminia na uchechemuzi ni taarifa na maarifa. Ukiwa huna taarifa na maarifa, ameongea dada Maria, utayumbishwa. Ndio ukisikia hivi naona ama na upepo. Ni sana ambavyo sasa hivi kumekuwa kuna maneno yanakuwa yanaendelea, wanasema kwamba mtoto wa kiume amesaulika, tumefocus sana kwa mtoto wa kike. Wakati ukiangalia kwenye level zote bado wanawake wako chini. Ninyi ni kizazi ambacho kinakuja kubeba tochi, mmeshaibeba na mtaendeleza tochi. Na dada Usu wakati ana moderator akasema wakati enzi zetu tulikuwa tunaandika kila kitu. Kwa upande wenu ninyi ambao ni vijana wa sasa hivi ambao mna utamaduni tofauti, mnatazama vitu tofauti, lakini mna taarifa na maarifa yamejaa kila mahali. Unadhani ili uhai wa hili tapo uweze kuendelea, nafasi yenu ikoje kwenye kutokaje? Wakati jana najiandaa na hii session, kulikuwa kuna vitu napita hivi, and then nikakutana na quote ya ni publisher na author yuko Australia na pia ni feminist, anaitwa G.D. Anderson. Akasema kwamba harakati za kifeminia hazimfanyi mwanamke kuwa na nguvu. Tayari mwanamke ana nguvu, bali zinafanya dunia inaonyesha dunia namna ya kuona hizi nguvu za mwanamke. Kwa hii ni platform movement ya ufeminia, ni platform ya sisi kuonyesha nguvu zetu, dunia ielewe, kuifanya dunia ielewe kwamba you are not giving us the strength, we have the strength and this is our strength. Ni wao wajue namna wanavodili na strength zetu, wanaenda nazo vipi. Lakini sio kuwaonyesha kwamba mtugaie nguvu, tunataka tuwa empowered, no. And that's the ideology sisi young feminists tunatakiwa tuwe nayo. We are not here for you to give us a platform, yani utugaie platform tupate nguvu, no. We already have nguvu, tupe platform tukuonyeshe hii nguvu tuliyokuwa nayo. Hatutaki tena sasa wanawake jamani 30 years of Beijing tumeshaziona, mmetuonyesha njia, and tunaona kama ni deni kubwa kwetu kulilipa. Tunatumia vipi yale mnotugaia kuendelea miaka 30 mingine ya Beijing? 30 years later I'll be 50 something. I hope I'll be there kuelezea sisi tulipokea kijiti siku ya leo na tukaendelea, tuliishia hapa, tumeendelea hapa, tumebadilisha hichi, kilikuwa hivi, tumebadilisha hivi. How? We have tools za technology right now. AI inatupa
nguvu, imetufungulia maarifa. Nowadays for me ku access hizi information sihitaji kwenda maktaba, naweza kufungua simu yangu nikasoma. The only thing I need ni mimi kujua kusoma. Basi nifundishe kusoma, I will access the information. Hicho ndio tunachofanya nini? Tunakitaka. Tunaweza kutafuta hizi information, tugaie namna ya sisi kutafuta hizi information. Tupe friendly environment ya sisi ku access hizi information, sio tu ku preach. And by the way, ni Gen Z siku hizi ni tuna namna yetu inaitwa cancel people. We don't need to go outside for you to hear us. We can use our fingers. Vidole vetu vinaongea. Tunatumia mitandao mara nyingi sana, watu wako TikTok. We can decide any time to cancel you. Ni sisi tu wenyewe. Tukisema kwamba sisi hatutaki kumsikiliza mheshimiwa fulani kwa sababu anakandamiza haki za wanawake, we cancel them. Texting, comments, yeye mwenyewe ataona okay, hii njia haifai, hii njia inafaa. Ni nani ambao sisi tunafanya, tunatumia mitandao. Kwa hiyo mitandao, technology ni nyenzo nzuri sana kwetu, kwa sisi kizazi kipya kutumia na kuitumia ili kupeleka gurudumu la ufeminia mbele, kuonyesha nguvu zetu, wanawake tunaweza. Nijitolee mfano mimi wakati naanza harakati, nimesoma international relations and diplomacy. Kusafiri nje, the first day napata nafasi, niliulizwa, umeshawahi kusafiri? Hapana, sijawahi kusafiri. Huko unakoenda unaweza kweli ukasimama ukaongea na hivyo ukajielezea? Nikamwambia mimi naweza. Akaniambia maana nyinyi watoto wa kike mnaenda huko mnajiuza. Yani kwa kila kawaida, yani kwa tuko wawili, ni mwanamke na mwanaume, tumepewa nafasi, mwanamke na mwanaume. Mwenzangu mimi nimeuza, ulikuwa unauza maswali gani? Akaniambia maswali tu ya professional, nimesoma nini hivyo. Na mimi nimeuza maswali, nikienda huko yani naweza nikajiuza, yani naenda kuonyesha nini cha zaidi, which was really discouraging. Lakini ndio unapokutana na platforms kama hizi, unasikia hizi stories, unaona kwamba hawakukata tamaa, namna ambavyo walikuwa wanakatishwa tamaa lakini bado waliendelea na consistency, which is another thing that we need to consider sisi kama viongozi vijana wa kifeminia. Consistency, you keep pushing. Utakutana na wewe watu kama hao wanakuuliza unaenda huko nchi za watu, labda unaenda kujiuza au labda unaenda kuongea nini cha maana ambacho watu watakusikiliza. For us women, we go extra mile. Mzangu yeye atajiandaa tu kawaida, mimi I have to go extra mile ili nikifika mtu nikianza kuongea hapa kwenye panel, wanaacha kila kitu wananisikiza, kwa sababu I have facts, I have data, I have knowledge, ninachokiongea naelewa ninachokiongea, na nina uwezo wa kuwasilisha mada kama ambavyo natakiwa. Asante sana sana sana. Sasa narudi tu maswali, then tunakuwa tunamalizia. Nataka niulizie, kuna kitu ambacho kwenye ujenzi wa TAPO huwa tunasema kwamba neno nguvu ya pamoja, hata huko ndani limeshasemeka sana. Kila mmoja ukimuuliza anasema nguvu ya pamoja, ila wote hapa tukiambizana sasa tuitafsiri maana nguvu ya pamoja tunapoteana. Lakini kila mmoja anajua kulisema nguvu ya pamoja. Kuifanya nguvu ya pamoja ndio changamoto. Dada D, nguvu ya pamoja unaielezeaje? Kwa maneno ambayo ni rahisi kwa mtu kusema na kwa uzito wake, nguvu ya pamoja unaielezeaje? Sina hakika kwamba nitataka kuelezea kwanza nguvu ya pamoja. Labda kwanza niseme tu kwamba labda kwa kifupi kabisa, nguvu ya pamoja, TAPO, kwanza kujenga TAPO, whether unaita nguvu ya pamoja au ni nini, lakini ili upindue meza, TAPO lako ni lazima liwe jeshi kubwa. Sasa jeshi kubwa linahitaji kweli nguvu ya pamoja. Na hii nguvu ya pamoja ni nini? Huwezi kuwa na nguvu ya pamoja kama hujajenga misingi imara moja ya kuelewa na kutafsiri ajenda. Kwa tafsiri ajenda katika vipengele mbalimbali na uzoefu mbalimbali na sehemu mbalimbali za maisha, mahali mbalimbali, tuseme nini, changamoto mbalimbali zinazo wakabili watu mbalimbali walioko katika TAPO hilo. Kwa sababu TAPO haliwezi likawa la watu wanaofanana, na migogoro haifanani, na matatizo hayafanani. Kwa hiyo huu mfumo mpana ambao tunausema ni mfumo ambao unajidhihirisha tofauti tofauti kwa makundi tofauti tofauti, na ili tujenge nguvu ya pamoja ni lazima kwanza tutambue hilo.
Na ili kutambua hilo, pia tunatakiwa tuielewe fika kindakindaki dhana ya nguvu ya ndani ambayo mabinti hapa wameiongelea. Kila mtu ana nguvu ya ndani, hata kama ametwezwa kiasi gani. Lakini kuweza kujua hiyo dhana ili tuweze kuitafuta, kuitambua, kuimiliki na kuitumia pamoja. Kwa sababu utaweza kumuona mwenzako aliye na changamoto kama umeshazifahamu za kwako. Kwa hiyo unatafuta mwenzako atakaye kusaidia. Lakini tukiamua kwamba tunakuwa tunadhani tuna nguvu na ile nguvu tunaitumia juu ya, haitawezekana. Tukijua nguvu ya ndani na kuweza kuitumia kujiungana, tutaweza kupambana na wale wanaotumia nguvu ya urari, kwa maana aliye juu anamkandamiza aliye chini. Na unaweza kupindua meza tu endapo tutaweza kujenga nguvu ya pamoja ya maana hiyo. Lakini vile vile haitoshi kujua dhana ya nguvu ya ndani, lazima tujue dhana ya nguvu ya maarifa. Nadhani tumeambiwa umesema sana kuhusu kujenga ufahamu wa ndani. Nadhani ni Hope au nani mwingine pia aliongelea kuhusu kuweza kuwa na ujasiri wa kuingia kwenye mizizi. Huwezi kuchimbua mizizi kama hujawa na ufahamu wa kina. Na ufahamu wa kina unaendana na kujifunza. Hatutaweza kujifunza kwa kuscroll tu kwenye simu na kwenda kwenye AI kutafuta vitu vikubwa nao nina maneno yangu machache nitaandika vipi yapendeze. Kuna kufahamu. Wanasijua wanaenda kwa Kiswahili kigumu kidogo wanasema kukarabuka. Kama hatujaweza kukarabuka, na hapo hiyo ni pamoja na kujifunza kutoka sisi wenyewe kwa wenyewe. Uzoefu wetu, tunafanyaje mambo, wengine wanafanyaje mambo. Kama huu mkatadha ni wa ulimwengu, vile vile kutazama wengine kama sisi kwingine wamefanikiwaje, wamepata changamoto gani, wameweza kuzishindaje. Asante sana. Na hili swali litakuwa ni la mwisho kwa wote. Sasa kati ya vitu ambavyo kwa wafeminia ni kwamba ajenda za kifeminia mara nyingi ziko upenuni, zimefichwa. Yaani huwezi kuitoa nje. Unapoongelea ajenda za kifeminia, kwanza inabidi ujiulize, uchague maneno, uchague toni yako. Ikija kali sana you are in trouble. Inabidi uchague mazingira, alafu ujipime. Alafu kishamaliza tizama watu wote waliokuzunguka, alafu ndio ujiulize niseme au nisiseme. Ukiona watu anakukatia jicho unasema ngoja tuongelee kuhusu usawa wa kijinsia, lakini tunaongelea kuhusu ukatili. Unajua ukatili umeendelea, unabadilisha line. And then kwenye hiyo kwenye swali langu sasa inakuja, tunahakikishaje kwamba simulizi za kifeminia tunazitoa nje, zitoke upenuni ili ziwe nje. Iwe ni mijadala ambayo imezoeleka tunaongea nje. Kwa mfano tukisema kwamba tunaongelea ukuaji wa kiuchumi, tuongelee ile economic justice yenyewe. Kusema tu kwamba nawapa wakina mama mkopo wa shilingi milioni 1 ili waende wakachanganyikiwe, awe na vikoba 200, haumsaidii mwanamke. Kusema kwamba nimekupa kikoba wakati bado umwambie ninapokupa kikoba nataka tubomoe na mifumo ya nyumbani, kwamba kazi za nyumbani ambazo wanawake wengi zinawakosesha fursa zianze kugawanywa sawa sawa. Tunahakikishaje kwamba hii mijadala inatoka ilikojificha ije nje, tuweze kusema kwamba kazi za ndani hazikuumbiwa wanawake, kwa sababu zinaturudisha nyuma kiuchumi, zinaathiri sana afya yetu, zinaathiri utu wetu na zina changamoto nyingi. Tunahakikishaje kwamba ajenda ya kifeminia inakuja wazi, na tunalindaje matunda ambayo tumeisha ya chuma? Tunayalindaje? Kwa sababu sasa hivi una matunda alafu baada ya muda ukiona tu umetishwa kidogo unatupa kapu, alafu siku nyingine uaje kuanza upya. Tunafanyaje kama njia ya kutoka hapa?
Samahani kidogo, hawa wataongea zaidi ya maswali moja kwa sababu ndo tunatengeneza tunaendaje ili tuwe kidogo na nani. Karibu, nije kwanza kwa Maria alafu nitarudi ili hivi kwenye kuchangia alafu nitarudi. Nadhani kwa neno ambalo labda litakuwa si zuri masikioni, endapo tutaamua kuacha unafiki kwa jinsi ya kwamba sitakuonea aibu, sitasikitika, ila inahitaji usikilize. Na itahitaji usikilize si kwa sababu ni hisia zangu, zinaweza zikawa kweli ni hisia zangu, lakini kwa sababu huu ni uhalisia. Uhalisia unasindikizwa na shuhuda, evidence. Zinaitwa nini? Tafiti na hizo evidence. Nina taarifa sahihi ambazo kwa jinsi moja au jinsi nyingine unazifahamu au huzifahamu. Na endapo unazifahamu, hutaki zizungumzwe kwa sababu inatakiwa kuzilambisha ladha zipendeze kwa kutazamwa. Na kwa nini ninasema hivi? Ninasema hivi nikifikiria kama nchi yangu, ninazungumzia kwa nchi yangu. Tuna sheria, tuna kanuni, tuna mikakati, tuna mipango. Na fikra zinasemekana kwamba mambo haya yote wakati yanafanyika kwa utaratibu rasmi, kuna ushirikishwaji. Fikra tena nyingine inaniambia katika ushirikishwaji labda kulikuwa na mtu kama mimi ambaye nina mtazamo wangu wa kifeminia. Kwa naamini kwamba fikra zangu ziliwekwa mle wakati mnashirikisha. Ni bahati mbaya sana endapo katika ushirikishwaji wako haukumweka mtu mwenye dhana ya kifeminia, ukaamua rubber stamp, kugongelea muhuri ili iweze kupendeza, samahani tena, kwa macho ya wale ambao tumeambiwa asubuhi tulikoombaomba ili zifanane na kile ambacho wanataka wao kutupatia kwa mapenzi yao, bila kuangalia mapenzi ya bibi yangu, mapenzi ya kizazi kinachokuja, mapenzi ya kizazi kilichopo sasa hivi, mapenzi ya kizazi kilichopita na kilichonukuliwa, kwa sababu taarifa zipo. Na endapo basi hatutafika huo wakati wa kuhoji kwa hizo shuhuda, hatutaweza kuzungumzia ajenda ya kifeminia kwa ujasiri. Kwa ninachotaka kusema, kusudi tuweze kuona matunda yaliyochumwa tunaweza kuyala, na tukayala kwa furaha bila kusengenywa, lazima tuyalinde. Na tutayalinda vipi? Mikakati iliyopo, sera zilizopo, kanuni zilizopo, sheria zilizopo, ziko blind maybe, lakini ziko silent sehemu, lakini kuna sehemu wanazungumzia haki zetu. Tuzinyambue, tuzitoe, tuwakumbushe, tuwaonyeshe na tuambie kipo hapa, kwa nini hamkizungumzi? Kwa nini hamkipeleke mbele? Kwa nini mnakifunika? Na ikifika wakati huo, nisiwe peke yangu, lisiwe tapo moja peke yake. Tumeambiwa nguvu ya pamoja. Hiyo nguvu iko wapi? Kwa sababu hiyo ndio shida nyingine ambayo, samahani tena, kwa nini nasema samahani? Na mimi najishangaa. Nikisafiri, nikienda sehemu zingine, nikiangalia mfano Latin America, movement zao, si jambo la Maria, si jambo la Mama Mary Rusimbi, si jambo la Dada Dimere, ni jambo letu. Ikifika huo wakati, mifano tulioiona kwa dada zetu waliopita, tukawa na ile nguvu ya kusema matunda haya hayawezi kudondoka chini yakaozea chini, kwa sababu hata kuokota tutashindwa, tutakuwa tunaangaliwa tunaenda kuokota saa ngapi. Lazima hiyo nguvu irudishwe. Tunairudisha vipi? Tujitafakari pamoja, tuone tunakwenda katika njia gani, kwa sababu matunda yapo na njia ipo. Asante sana. Nakuja kwako Silvia kwa dakika chache. Tunaongelea hapa nguvu ya pamoja na tunaongelea umoja wa ajenda. Kuna changamoto ambayo sio tu kwa upande wa Gen Z na kwa upande wetu sisi. Nadhani kizazi chetu na wengine wanaofuata. Dada Helen huwa anasema, nyinyi Maria siku hizi mnanishangaza sana. Yaani unaniandikia message unaniambia nipigie kura ili nishinde tuzo kabla sijajua kazi zako. Yaani najua kazi zako kupitia kukupigia kura ili ushinde award ya kazi ambazo mimi nilikuwa sizijui. Tuna ile self gratification. Na kama tunataka twende kama ajenda ya kifeminia, kila mwanamke, kila mtoto wa kike wa kijijini wa pembeni awepo, hauwezi kuishi kwenye self gratification. Sasa kama kizazi cha sasa ambacho wengi na cha kwetu ambacho wanasema self love, self love is me, kila mwingine utajijua. Tunafanyaje kweli kama tunataka kutoka hapa? Kwa sababu kati ya vitu ambavyo vinatudondosha zaidi kwenye hiyo vyote tunavyoviongelea hapa ni ile kila mmoja anasema kama haya mafanikio hayana sura ya Melindaro, hayana jina la Melindaro,
nitafanya kila nifanyacho niaweke chini ya uvungu, nitayaibua pale tu Mary Ndaro anahusika. Tunafanyaje tuweze kutoka hapo ili tuongozwe na ajenda na sio sura ya mtu au jina la mtu? Sisi changamoto yetu Gen Z ni focus. We don't have focus. Na ndio maana utamuona mtu leo, utamuona yuko kwenye mazingira, kesho utamuona yuko kwenye afya, kesho utamuona yupo kwenye peace and security. Hivyo hivyo tunarukaruka. Siku ikifika ukimuuliza unafanya nini, ataanza mimi nashughulika na hii, yani anashughulika na mambo mengi kwa sababu bado mwenyewe hajajitafuta, hajajipata, hajajiona yeye yuko wapi. Most of us tunachelewa kujua sisi tuko wapi. Tunatakiwa pia tujitambue kwamba okay, mimi engo yangu ni hii, sawa? Kwa sababu kama zile agenda za Beijing ziko 12, si ndio? Ni ngumu kuzibeba zote kwa pamoja, lakini ni rahisi kucollaborate kwa sababu dada Mary unafanya hichi, mimi nafanya hichi, mimi nafanya hichi, mimi nafanya hichi. Mimi kukusupport wewe kwa sababu sio kitu ninachokifanya, lakini nakusupport wewe, ni rahisi mimi kumsupport you. I won't have to ratify myself kwa sababu yani wewe mwenyewe unajua ninachokifanya tayari, sina haja ya kujionyesha kama ninafanya, unanijua mimi nafanya. So my point is to know yourself, personalize the agenda unayotaka kuifanya and collaborate na wenzio ili tufike lengo. Kwa sababu huwezi ukashika kila kitu, unashika hapa umeshika hapa, bali upo wewe, kila sehemu uko wewe. Mwisho wa siku hatujui wewe unatetea nini. Sawa, wanawake unatetea upande gani sasa wa wanawake? Wote wanawake utaitwa, utashindwa kuongea kwa sababu kila sehemu upo. Lakini mimi nikishajua kama dada Mary anafanya jambo hili, ni rahisi kumchampion dada Mary, na dada Mary ataendelea kufanya kazi zaidi kwenye hilo eneo lake. Mwisho wa siku tutaipeleka hii agenda sehemu ambayo tunatarajia ifike. Asante. Dada D, utakuwa unatufungia kwenye hapo kulinda matunda yetu. Na wakati tunaongea kwamba nitamchampion vipi dada Mary, unaona tofauti ya lugha zetu sisi na wakati akina dada Eda walivyokuwa wanaongea. Akina dada Eda na akina dada Nkia walikuwa wanasema tulikuwa tunaangalia TAMWA wanafanya nini, WiLDAF wanafanya nini, TGNP wanafanya nini. Yaani walikuwa wanaangalia mashirika. Sisi utataja mtu kwa sababu usipomtaja vita yake baadaye huiwezi. Kwa hiyo lazima unitaje. Yaani usiponitaja tu kazi unayo. Kwa hiyo hata hiyo ni tofauti. Hata jinsi ambavyo tuna narrate nani wa kushirikiana naye pia ni swala ambalo inabidi tukae chini tujiulize kwamba je mfano kama ukinifuata mimi nikabadili mawazo. Kwa sababu ni kitu kimoja kufuata shirika, ni kitu tofauti kumfuata mtu. Unaweza ukanifuata nikabadilisha mawazo. Nikaamka kesho asubuhi nikasema ufeminia by the way unilipi. Na wewe ulikuwa unanifuata mimi Mary. Kwa hiyo unaenda wapi? Dada Dimere, kama nani ya mwisho, tunalindaje haya matunda ambayo tumeshayachuma tayari? Tumeandika simulizi nyingi za uzoefu wetu na kazi zetu. Tumejitahidi hata kuandika na hizo kwamba mabadiliko yanayotokea katika kila mwaka au miaka miwili yanafananaje kwa wanawake, makundi mbalimbali. Tumejitahidi kukusanya data na kila kitu, lakini bado hata wakati huo katika kata yote hayo sijui asilimia ngapi inaingia pale ambapo fikra za wengi zinafinyangwa. Fikra za wengi zinafinyangwa katika malezi nyumbani. Fikra za wengi zinafinyangwa shuleni, vioni. Fikra za wengi zinafinyangwa kwenye nyumba za ibada na vitabu vya imani. Na kote huko duniani kote kwenye matapo ya jinsia na mapinduzi ya fikra kwa ajili ya watu waliokandamizwa, lazima upenye katika sehemu hizo zote. Huwezi kwenda barabara kuu wala huwezi kupindua meza kama wewe unaongea huku kwenye holi nzuri kama hili, lakini darasani nchi nzima wanafunzi wangapi wanasoma na wanatumia matini ambayo labda hakuna mkono wetu hapo. Watoto wangapi wanaingia kwenye Sunday school na madrasa ambapo hakuna mkono wetu pale. Watu wangapi wanatazama filamu, michezo ya kuigiza, wanasoma vitabu vya fasihi, tunapewa burudani na ngoma na sanaa nyingine na mali za kiutamaduni ambapo ndipo sote tupo. Hata tunapoenda harusini tu, sisi hapa tukichoka hapa kama tuna harusi kule, tunaenda kuimba Sea Mivalo.
yule yule ambaye kesi yake ilikuwepo. Yaani ni kama sisi tuko hapa na dunia nyingine iko pale. Utapinduaje meza? Huwezi kulinda ajenda yoyote kama hatujadhibiti maarifa na kupenyeza itikadi yetu na amali zetu katika nyanja zote za maisha. Hili mimi nadhani ni muhimu sana na hatujalifanyia kazi ya kutosha. La pili, kulea vizazi. Kila mtu anaanza, hata wanaanza na red beret, sijui green beret, sijui black beret, watoto wadogo chipukizi. Kila itikadi inajenga watoto. Ni itikadi ya ajabu inayosema inaleta mapinduzi, hailei fikra za watoto wala amali kwa watoto. Kwa hiyo sasa tunafanya nini? Ya tatu ni kutafuta njia mbalimbali za kujitegemea. Kwa sababu tangu ajenda yetu kutawaliwa na NGO ni ruzuku. Kwa hiyo anayetoa ruzuku ndiye anaweka ajenda yake ikibadilika. Huwezi kwenda hatua ya pili, unaanza kukimbizana na ajenda ile inayotoa fedha. Na nakumbuka bibi zetu kina Bibi Titi na wenzao walipokuwa wanapigania uhuru. Hata na baadaye sisi tulipopata uhuru, alafu Tanzania ikaamua kwamba inasaidia Afrika kusini mwa Afrika kupata uhuru. Tulitoa vijihela vyetu tulivyopewa vya shuleni kwenda kukomboa wenzetu. Sasa kama itikadi yetu ya ufeminia ni ya ukombozi na tunaenda kukomboa 51% ya dunia, maana wanawake ni 51% ya dunia, tunakomboa watu wengi zaidi kuliko ukombozi tuliokuwa tumefanya wa nchi yetu. Hatujui wala hatufikirii namna mbadala wa kupata rasilimali na kuzidhibiti na kuzisimamia na kuziongeza. Mimi nadhani kuna shida hapo. Na mwisho kabisa, kama tulivyosema, ajenda hizi zinajitokeza katika nyanja na aina mbalimbali na uzoefu mbalimbali kwa makundi mbalimbali, lakini ni za kiulimwengu. Kwa hiyo nguvu za pamoja tunazozisema sio za nchi moja, sio za mashirika ya kitaifa tu au ya kivijijini tu au ya kijamii tu, ni mpaka nchi kwa nchi, kundi kwa kundi, ajenda kwa ajenda. Na hapo panahitaji tafakuri za mara kwa mara za pamoja ili kuweza kuona muktadha ukoje, pakupenya pakoje, mipenyo inafananaje na unyumbufu wa aina gani unahitajika. Asante sana na kushukuru sana dada D, na kushukuru sana dada Maria pamoja na dada Silvia. Na hapo ndo tunakuwa tumefikia mwisho wa jopo hili kwa sasa.